Kupitia ukurasa wa Snapchat wa kwake, Kajala Frida ameweza kuchapisha kitu ambacho kimewacha watu wengi sana mdomo wazi, huku wengi wakijiuliza kwamba kuna nini hasa ambacho kinaendelea kwa upande wa Frida Kajala, kwa sababu imekuwa ni mapema sana. Lakini kumbe ambacho wengi tulikuwa tujui ni kwamba Kajala aliweza kufukuzwa kutoka kwa Harmonize, ijapokuwa sasa hivi amerudi, ila alifukuzwa usiku kutoka kwa Harmonize kwa ile sababu ambayo Kajala ameweza kuelezea kwenye hiki ambacho nitakusomea hapa, kwa mujibu wa kile ambacho yeye ameweza kukiandika. Bwana, imekuwa ni taarifa fulani hivi ambayo of course kila mmoja amechukulia kwa namna tofauti, kwa sababu hakuna aliyekuwa anategemea kwamba hili swala lingeweza kutokea, lakini finally kila mmoja anabaki kujiuliza maswali, kuna mtu gani ambaye yuko katika hili penzi ambaye anajaribu kutafuta namna ya kuweza kumharibia Frida pamoja na Harmonize, pengine waweze kuachana, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika ambacho sio poa, kwa kuhakikisha kwamba Harmonize pamoja na Kajala wanaachana muda mfupi tu baada ya wao kuweza kurudiana. Tunafahamu walishakuwa wapenzi hawa. So tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, nikusomea hiki hapa hivi ambacho Kajala ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Snapchat. Alafu kwenye hicho ambacho ameweza kukiandika, aliposti pia, kulikuwa kuna picha ambayo inamuonyesha yeye alikuwa ameshika begi, and then hapo mbele yake kuna caption ambayo of course inazungumzia hicho ambacho kimeweza kumfanya Kajala akaweza kufukuzwa na Harmonize usiku hapo hivi. Nadhani utaiona hapo, nitakuonyesha hiyo post yake and then nitakusomea, utakuwa unakiona kile ambacho nitakuwa nakusomea hapo. Lakini muhimu zaidi, kabla sijakusomea, naomba nikukumbushe mda wangu, hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya kulibonyeza. Baada ya hapo uta like video, kisha kwenye sehemu ya comment utaniacha maoni yako. Ukisubscribe utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri sana ya kwamba kama nikikuletea taarifa nyingine, basi ndio utakuwa kwanza kabisa kuweza kuipata hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo hakikisha tu umebonyeza ile neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya hii video, hapo tukometisha sana, utakomeonyesha love ya kutosha sana. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu kweli juu ya hiki ambacho ameandika Frida Kajala kupitia Snapchat yake. Ameandika hivi: naumia sana kuona sina bahati na mapenzi. Akaweka emoji ya kulia, akasema hii aibu nitaificha wapi, kutupiwa mabegi usiku kisa mjinga mmoja jamani. Akasema kwa sasa nimekuwa mtu mzima, na kama ikitokea nimeachika kwenye penzi hili sasa, basi na hapa sitarudia tena kufanya makosa niliyofanya. Kama katika hili nimekurupuka, basi acha iwe fundisho, ila kuna mtu analichokonoa penzi langu na Hamo, mwambieni muda ukifika atalinywa alilolikoroga. Ameandika tu hivyo Kajala kwenye hiyo post ambayo aliweza kuiposti. Alafu nyuma yake kulikuwa kuna picha ambayo ilikuwa inaonekana ameshika begi, ni kama alikuwa sijui anataka kusafiri, I don't know, lakini alikuwa ameposti picha kama hiyo hapo hivi, na akazungumza maneno ambayo wengi wamekuwa wakizungumza kwa namna tofauti, huku wengi wakisema kwamba itakuwa labda tayari kuna mgogoro ambao umeanza, huku wengine wakijaribu kumhisi Jacqueline Wolper kuwa ndiye mmoja watu ambao pengine wanaweza kuwa anafanya namna kuliharibu penzi la Harmonize pamoja na Kajala, kwa sababu moja kitu ambacho Kajala alijikoroga kwenye ile podcast yao ya A-list, of course aliongelea swala la kwamba yeye alianzaga na Harmonize tangu kipindi ambacho Hamo yuko na Jacqueline Wolper, na tuliona reaction ya Jacqueline Wolper. So wengi wanajaribu kumhusisha Wolper kwa ni mmoja watu ambao wanajaribu kufanya visa ili Harmonize pamoja na Kajala waweze kuachana, lakini hatuna ukweli na uhalisia kuhusiana na hiki. Wewe unadhani kwamba nini hasa ambacho kinaweza kaka kimepelekea Kajala na Harmonize kuingia kwenye mgogoro mapema hii, ikiwa ni muda mfupi tu tangu ameweza kuingia kwenye mahusiano? Na moja kitu pia ambacho nikwambie tu kwamba kinaweza kikaa kinaleta pressure na wasiwasi ni kwamba tangu amerudiana hakuna aliyemposti mwenzake hata mara moja, kitu ambacho mpaka sasa inaonyesha ni dhahiri kabisa kwamba kutakuwa kuna sintofahamu ambayo inaendelea. Lakini comment yako nipi kuhusiana na hiki? Niambie hapo chini ya hii video, na usisahau kusubscribe kama nikipata taarifa mpya basi nitakuwa nakuletea hapa ili ukisubscribe utakuwa wa kwanza kabisa kuipata on time kabisa.